Naam, sasa bila kupoteza muda naomba niende kuiangalia kwa haraka haraka presentation ambayo nimeiandaa hapa kwa haraka au kwa kifupi ili tuweze kwenda sawa. Kama tunavyojua kwamba CRDB walitangaza gawio mwezi Mei na likapitishwa kwenye ile AGM, na tarehe ya kulipa ilikuwa inaanza tarehe 1 Juni na so far leo ni tarehe 7 na kuna watu wengi wameshapokea, lakini wapo wengine ambao bado hawajapokea. Lakini kama hujapokea ni kwamba bado mchakato inaendelea na hivi karibuni utaweza kupokea gawio lako. Lakini kama ukuwa umeupdate zile taarifa zako, unaweza ukaupdate kwa sasa au unaweza ukawasiliana na CRDB wenyewe wakakupa mwongozo zaidi. Ambacho mimi naenda kukiangalia katika video hii ni kwa namna gani kila mtu anakuwa amepata faida tofauti kulingana na muda ambao alikuwa amewekeza. Sababu nimeona mijadala mingi mitandaoni ya kwamba hisa zinaleta faida ndogo ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji. Lakini jambo moja ambalo nataka ujifunze ni kwamba hatuangalii gawio unalopata, lakini ukiweza kuangalia ni muda gani uliowekeza katika hiyo kampuni ama katika CRDB, basi unaweza kugundua kwamba ni asilimia ngapi ya faida umeweza kutengeneza kwa kipindi chote. Moja kwa moja nimetengeneza ka template kidogo hapa kwa ajili tu ya kuelewesha, ambako nimetumia Excel. Kama mnavyojua mimi huwa ni mpenzi kidogo wa kutumia Excel kwa sababu inanirahisishia katika mambo yangu ya mahesabu ya hapa na pale. Hapa kuna idadi ya shares. Acha niweke rangi color yellow ili iweze kuonekana. Hii ni shares na huu ni mwaka ambao zimenunuliwa. Hii ni bei ya wastani ya mwaka husika. Kwa hiyo mwaka 2020 hisa moja ya CRDB kwa wastani iliuzwa kwa shilingi 120. Mwaka 2021 wastani bei ya hisa ilikuwa 220, lakini mwaka 2022 wastani ilikuwa 380. 2023 wastani ilikuwa 450 na 2024 wastani ilikuwa 650 kwa hisa moja. Lakini 2025 hisa zilipanda ikafika 1170, hii ni bei ya wastani. Lakini kwa 2026 mpaka muda huu wastani 2840. Lakini tukija hapa kwenye dividend au gawio sasa tunaona ni shilingi 90 na ni shilingi 90 kwa hisa zote. Kwa hiyo wamelipa shilingi 90 kwa kila hisa, haijalishi ulinunua mwaka gani. Kwa hiyo aliyenunua kwa shilingi 120 anapewa shilingi 90, lakini pia aliyenunua kwa shilingi 2240 naye pia atalipwa shilingi 90. Kwa hiyo kufikia hapo unaona ni kwa namna gani muda unakuwa na advantage kubwa kwako wewe mwekezaji, kwa sababu kwa aliyekuwa amewekeza miaka ya 2020 kwa shilingi 120 yeye atapokea shilingi 90, lakini alitumia fedha ndogo kuwekeza kwa hisa moja, kwa sababu alitumia shilingi 120 tu, leo anapokea shilingi 90. Lakini ukija kwa anayewekeza ama aliyewekeza 2026 yeye ametumia shilingi 2840, lakini atapokea the same amount ambayo ni shilingi 90 kama tunavyoona hapa. Kumbuka hii nimeweka kiasi kilicholipwa, sijatoa ile 5% ambayo ni volume tax ambayo utaitoa ili uweze kupata ile actual amount ambayo utapokea. Sasa tukija katika yield ama katika ile faida katika asilimia, kwamba hisa zipi zinatengeneza asilimia ngapi, hapa ndio mahali ambapo utaanza kuona picha kubwa ya kile ambacho nimekuwa nikikieleza. Tunaanza kwa haraka haraka. Aliyenunua tunaona hisa zilizonunuliwa ni hisa 10,000, kwa kila moja shilingi 120, na ukipiga mahesabu utajikuta huyu mwekezaji ametumia shilingi 1,200,000. Weka na makato inakuwa 1,200,000 na kitu kama nusu ama 300,000 tuseme, lakini hatuweki makato ili namba ziweze kuwa clean na ziweze kueleweka. Huyu atakuwa ametumia 1,200,000, lakini katika uwekezaji wake huu wa 1,200,000 atakuwa amepokea shilingi 900,000 kama gawio, ambayo hii 900,000 kama gawio ni 75% ya uwekezaji wake. 75% ya uwekezaji wake. Hakuna mfuko wa uwekezaji wa pamoja,
hakuna bondi ya serikali ama ya taasisi binafsi ambayo inaweza kukupa 75% ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tunaona muda katika uwekezaji ndio nyenzo ambayo inaweza kukubeba na kukufikisha mbali zaidi ya vile ambavyo ulikuwa umetarajia. Lakini tukija mwaka 2021, mtu aliyewekeza sasa mwaka 2021 tunaona alitumia shilingi milioni 2,200,000 kununua hisa 10,000 kwa bei ya wastani ya shilingi 220. Lakini huyu anakuwa amepata shilingi 900,000 the same kwa mtu ambaye aliwekeza kwa shilingi 120. Kwa hiyo tunaona huyu yeye anapata 900,000 the same ambao ni sawa na shilingi 90 kwa kila hisa. Excuse me. Lakini hii ni sawa na 41% ya ile fedha yote ambayo yeye alikuwa amewekeza. Sasa kumbuka hii ni ya mara moja 41%, lakini kuna mwaka wa nyuma yake ambao ni gawio lile la mwaka 2025 ama 2024 lililogawanywa 2025. Hapo nako alitengeneza kiasi chake kizuri cha faida. Kwa hiyo tunaona naye alipata 900,000 ambayo ni sawa na 41%. Again, hakuna mfuko wa uwekezaji, hakuna bondi yoyote ambayo inaweza kukupa return kubwa kiasi hichi. Hapa hatujaweka ile capital gain ama ongezeko la thamani ya ile mtaji wake, ile hatujaweka. Tunaona hapa alinunua kwa shilingi 220, lakini leo ukija ni 2,800. Kwa hiyo ukiangalia capital gain hapa tayari ana imekuwa zaidi ya mara 10, 10x kwa haraka. Lakini ukija kwa aliyewekeza 2022, yeye kwa wastani alinunua kwa shilingi 380, ambao kwa hisa 10,000 alitumia shilingi 3,800,000. Lakini katika gawio ameweza kupokea 24% ya kile alichokuwa amewekeza. Karibu robo moja ya kile alichokuwa amewekeza ameweza kukipokea kama gawio. Kwa kama ameweza kupokea kama gawio hiyo shilingi 900,000, tunaona pia hii amount ama hichi kiasi ni kikubwa. Hakuna bondi ambayo inatoa rate ambayo ni kubwa kama hii. Lakini pia tukiangalia katika upande wa capital gain imetoka shilingi 380 imefika 2,840, kitu ambacho bado tunaona ni ukuaji ambao ni mkubwa na ni ukuaji ambao haupo kwenye hizi aina nyingine za uwekezaji. Lakini tukija kwa mtu aliyenunua mwaka 2023 tunaona ametumia shilingi milioni 4,500,000, lakini ameweza kupokea shilingi 900,000, the same na wale watu wengine ambao tumewaona katika mifano ambayo imepita. Huyu yeye amepata 20%. Kuna baadhi ya mifuko najua inaweza ikapambana ikapata hii 20%, lakini tunajua hakuna bondi yoyote sokoni sofa ambayo inatoa 20%. Kwa hiyo hata kama mfuko unaweza kutoa 20%, lakini kwa capital gain bado tunaona ni zaidi ya mara 4, kwa sababu bei zimetoka shilingi 450 imefika 2,800. Kwa hiyo hapo tunaona imeenda 900, imeenda 1,300, imeenda 1,000 sura ngapi mpaka ilifika 2,840. Kwa hiyo bado return ni kubwa, huwezi kuilinganisha na uwekezaji wa aina nyingine. Again tukitoka kwa 2023 tunakuja 2024. Mtu aliyewekeza 2024 unaona hapa alitumia shilingi milioni 6,500,000, lakini ametumia shilingi milioni 6,500,000 ila amelipwa sawa na yule wa mwanzo ambaye alitumia shilingi milioni 1,200,000. Tofauti ni nini? Tofauti ni kwamba huyu mtu A yeye aliingia mapema ama aliingia wakati ambao bei ziko chini, lakini huyu mtu B ama C yeye aliingia wakati ambao bei ziko juu. Kwa hiyo tunaona yeye alitumia shilingi milioni 6,500,000, lakini amepata faida the same na yule mtu wa kwanza ambayo ni 14%. Sasa 14%, kuna baadhi ya bondi zinazidi hapo, najua zile za serikali za kipindi cha nyuma kidogo zinazidi 14%, kwa sababu walikuwa wanatoa mpaka 15.75, lakini sasa hivi naona yield nyingi zimeshuka. Kwa hiyo recently hatuna bondi ambayo inaweza kuvuka asilimia hizi ama nyingi zinacheza hapa. Na pia tukiweka sasa ile capital gain pamoja na hii ni kwamba hatutakuwa na bondi ambayo inaweza kuvuka
hizi asilimia za return ambazo zimepatikana, kwa sababu tukiangalia katika capital gain tu peke yake tunaona 1,300, 2,600 mpaka sasa hivi iko 2,800. Kwa hiyo tunaona imepanda zaidi ya mara 3 ya ile uwekezaji wako. Kwa hiyo kama aliwekeza hii milioni 6,500,000 sasa hivi kwa haraka na almost milioni 18 kulingana na bei ambayo hisa zinauzwa kwa sasa sokoni. Kwa hiyo tunaona return hapo itakuwa ni zaidi ya asilimia 100, 200 na 3. Lakini tukija tukimwangalia ambaye aliwekeza mwaka 2025 au mwaka jana, yeye tunaona alispend milioni 11 na laki 7 kununua hisa 10,000. Huyu sasa yeye amepata return ya asilimia 8 ambayo ni laki 9 kama wenzake, lakini kwake ni asilimia 8. Wote wamepata amount sawa, lakini kiasi ulichowekeza ndio kinakuonyesha kwamba yield yako iko vipi, na ndio maana nasema kwamba ile dividend yield ni tofauti kwa kila mtu kulingana na wakati ambao aliwekeza. Unaweza kuona wote wamepata shilingi, ukiangalia wote naona wamepata shilingi laki 9, lakini kwenye yield kila mmoja ana yield yake tofauti kulingana na nini? Kulingana na wakati ambao aliwekeza. Kwa tumeona huyu yeye anapata yield ya asilimia 8 ambayo iko chini kuliko hata bondi ya miaka 10, bondi ya miaka 15 na 20 pamoja na ile kubwa kabisa ya miaka 25. Kwa hiyo tunaona huyu amepokea laki 9 yake, lakini alispend milioni 11 na laki 7. Lakini kubwa kuliko sasa, ambayo hizi sehemu mbili nimeziweka rangi kwa maana ya kwamba investors wengi wageni wako katika hii section mbili hapa. Ndio maana wengi unakuta wanalalamika ama wanalaumu kwamba imeleta return ndogo kuliko tulivyotarajia na mambo kama hayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda walioingia bei zilikuwa zimeshapanda kiasi kikubwa. Kwa hiyo ambacho naweza kufanya ni kusubiri baada ya muda mrefu, ipite miaka kama ilivyopita hapa, hizi price zitakuja kama huku, kwa sababu bei zinaendelea kupanda. Kwa hiyo utakuta bei inaweza kufikia 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, na wewe ambaye ulinunua 2,000 utakuta kwamba bei yako hiyo ni bei ya chini ukilinganisha na bei za wakati huu. Sasa tukija kumwangalia huyu ambaye alinunua kwa mwaka 2026, tunaona naye alipata shilingi laki 9. Lakini sasa inavyokuwa ni kwamba katika yield hapa yeye anapata asilimia 3.2 ama asilimia 3. Kwa nini asilimia 3? Kwa sababu alitumia fedha nyingi sana kuwekeza ili aweze kupata hisa 10,000. Kwa hiyo tukiangalia hapa tunaona yeye alitumia milioni 28 na laki 4 ili aweze kupata hisa 10,000. Lakini hisa 10,000 hizo zimemletea return ya laki 9. Ukiangalia kwa leo ama kwa wakati huu utaona kwamba anapata return ndogo kuliko waliokuwa wamewekeza miaka ya nyuma wote. Lakini muda unavyozidi kwenda, miaka ikazidi kuongezeka hapa, ni kwamba utajikuta huyu hii yield mwaka hadi mwaka itaendelea kuongezeka. Kwa sababu gani inaongezeka? Kampuni inafanya vizuri na inatengeneza faida kila mwaka, lakini nje ya hapo ni kwamba bei zinaendelea kupanda. Kwa hiyo hiyo yield ya sasa hivi itaendelea kuongezeka kama tunavyoona katika mifano iliyopita hapa. Ukiangalia yield iliyokuwa ya mtu aliyewekeza mwaka 2020 tunaona ni asilimia 75, 2021 naona imerudi kwa asilimia 41, 2022 asilimia 24, 2020 asilimia 20, 2024 asilimia 14, 2025 asilimia 8, 2026 asilimia 3.2. Kwa hiyo na mwaka unaofuata vile vile, kwa sababu tunajua gawio haliwezi kuwa tena shilingi 90, litapanda either shilingi 100, 120, 110 kule, na kama likiwa hivyo hizi yield pia nazo zitabadilika kwa kiasi kikubwa. Labda tuone itakavyokuwa, kwa sababu hii template nimetengeneza mwenyewe, kwa hiyo naweza kuivuruga vile ambavyo naweza. Kuna formula kidogo nilikuwa nimeweka hapa. Kwa hiyo acha tufanye assumption kwamba gawio linalofuata la CRDB litakuwa tuseme 120. Hii ni namba tu nimeweka, usianze kufikiri labda inaweza kawa hiyo. Hapana, inaweza kawa nzuri zaidi ya hiyo ama isifike hapo. Kwa hiyo tukiweka hiyo, nimeweka tu ili kwa lengo la kujifunza, ili tuweze kuona kwamba ni kwa namna gani inaweza ikabadilisha
mkeka mzima. Kwa hiyo tunaangalia sasa, unaona ukiangalia hapa, huyu mtu alikuwa amewekeza milioni 1,200,000 kama gawio ilikuwa shilingi 120, na maana yeye anapokea kiwango sawa sawa na alichokuwa amewekeza, ambayo ni fedha yake yote katika gawio moja. Kwa hiyo tukija kuangalia katika yield hapa, tunaona yeye amepata 100%, ambayo ni fedha yake yote imerudi kwa mwaka mmoja, regardless capital gain, lakini pia regardless zile return amekuwa akizipokea kila mwaka. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja yeye amepata shilingi 100 katika kila shilingi 100 aliyokuwa amewekeza, au amepata 100% ya ule uwekezaji wake. Lakini ukija mwaka unaofuata pia tunaona amepata 55%, imepanda pia imeenda 32%, lakini imeongezeka imeenda 27%, imeongezeka imeenda 28%, 18%, sorry. Lakini pia alionunua 2025 na yenyewe pia imeongezeka imeenda 10%, na yule wa 2026 ambaye alikuwa na 3.2 tunaona imepanda imekuja 4.2. Kwa hiyo kwa namna hiyo inakuonyesha basi ni kwa namna gani vile muda unavyozidi kwenda na ukiwa umewekeza kwenye kampuni ambayo ni sahihi, utaendelea kutengeneza faida ambayo inakuwa faida inayokuwa kila mwaka. Sasa ikija kuvuka hapa, tuseme miaka 3-4 mbele, yield dividend tuseme imefika shilingi 100, labda tuseme 200, imekuja kufika 200 huko miaka ya baadaye, tujue ni lini. Inaweza ikawa ni mwaka kesho, inaweza ikawa ni 2028, lakini tuseme imefika 200, tuone ikifika 200 kutakuwaje. Sasa unaona ikifika 200 huyu atakuwa anapata 167, yani anapata mara moja na zaidi, mara moja na nusu zaidi ya kile alichokuwa amewekeza. Aliwekeza milioni 1,200,000, lakini katika return anapokea milioni 2. Aliwekeza milioni 2,200,000, lakini anapokea milioni 2. Aliwekeza milioni 3,800,000, lakini amepokea milioni 2. Kwa hiyo utaona asilimia imeenda 167, ikafuata mwaka uliofuata, vile miaka inazidi kuja karibu na leo tunaona yield inaendelea kupungua. Kwa hiyo vile inazidi kuwa nyuma zaidi, yield inaendelea kuongezeka. Kwa hiyo 91 tunaona inaenda 51, tunaona imekuja 44, imekuja 31, imekuja 17, na yule aliyokuwa na 3.2 akaja 4.2, sasa amefika 7%. Kwa hiyo kama mwekezaji, jambo la muhimu sana kwako, ama jambo ambalo litakupa faida kubwa na kwa haraka, ni katika kuwa na ile nidhamu ya kuwekeza. Wekeza ukiwa na nidhamu, wekeza ukiwa na malengo, lakini pia wekeza kwa muda mrefu, na ile faida yako utaweza kuiona bila jasho, kwa sababu ukiangalia hapa naweza kuona mtu anapata 167, ambayo nirudishe ile shilingi 90 ambayo nilikuwa nimeweka ili siwachanganye wengi. Unaona kama mtu kapata 75, tukapata 41, na hii 75 sio kwa kuuza uwekezaji wako, ni kwa wewe kufanya uwekezaji then ukauacha. Ule uwekezaji wenyewe unakuletea 75, na tuseme labda tukiangalia hapa, acha tuweke labda tukanunua hisa 100,000, tuone itakuwaje. Kama mtu alinunua hisa 100,000, naona hapo vile inakuwa ni kwamba alipokea milioni 9, akapokea milioni 9, wote wamepokea milioni 9, lakini yield inabaki vile vile, kwa sababu huyu aliwekeza milioni 12, huyu akawekeza 22, huyu akawekeza 38, 45, 65, milioni 117, lakini wewe ambaye umenunua leo 2026 milioni 284. Kwa hiyo unaangalia mwenzako aliwekeza hapa kiasi hicho cha hisa, yeye anapata gawio la milioni 9, wewe unawekeza kiasi hicho cha hisa, unatumia fedha nyingi ambayo ni milioni 284, lakini yield ni 3.2, lakini unapata the same milioni 9. Kwa hiyo utaangalia, alafu na wewe mwenyewe utafanya maamuzi, lakini kwa leo napenda share na mimi hichi kidogo ambacho naamini kwa namna moja au nyingine kitaenda kuwasaidia watu kuelewa na kuweza kujua namna gani ya kuweza kupiga hizi hesabu ili zisiweze kukuchanganya. Wakati mwingine uweze kujua nini faida yako kama mwekezaji na ni kwa nini basi uweze kuwekeza mapema. Hii ndio faida ya kuwekeza mapema
na kwa muda mrefu. Ukiwa unaingia na kutoka, huwezi kuona hizo return katika uwekezaji wako. Kwa hiyo jambo la muhimu ni kwamba uanze safari yako mapema, lakini pia uwe na nidhamu ya kuwekeza kwa muda mrefu. Asanteni sana.